Watu wanne wameripotiwa kupigwa risasi mtaa wa Mukuru kwa Njenga na Imara Daima kwenye maandamano ya leo yaliyokuwa ya kukumbuka vijana wa Gen Z waliouawa mwaka jana katika maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Miongoni mwao ni kijana wa umri wa miaka 15. Catherine Muraget na taarifa hii kwa kina. Jibril Yusuf mwenye umri wa miaka 15, mwanafunzi wa kidato cha pili, anaripotiwa kupigwa risasi ya mpira kwenye bega lake la kushoto akiwa nyumbani kwao. Tunakutana naye na wazazi wake kwenye lango kuu la hospitali ya Sion hapa Imara Daima wakitoka kuhudumiwa. Ni serikali yetu, mtoto mwanafunzi ya shule hana hatia yote anakuja kupigwa kwao. Kama tuna sheria sisi Kenya, serikali tuambue. Ndani ya hospitali hii tunampata Dominic Mutinda, kijana mwenye umri wa miaka 22 ambaye pia anaripotiwa kupigwa risasi ya mpira kichwani. Anasema alikuwa ametoka kibarua pamoja na bosi wake. Walipigwa risasi wakiwa ndani ya gari la teksi wakirejea nyumbani. Risasi iliyompata bosi wake kichwani ilipita hadi kwenye kichwa chake. Bosi wake alikimbizwa katika hospitali tofauti. Tuko na Sam, tukua tumeabiri Uber. Officers wakakuja na pickup ya white. Wakasimamisha hiyo dere, wakapika Sam. Sasa Sam vile kapita ikanikuta hapa mimi. Kitanda cha pili ni David Mwangi, baba wa watoto wawili. Amelalia mgongo. Ana majeraha ya risasi miguu yake yote miwili. Mwangi anasema yeye anafanya kazi ya kuzoa taka, na wakati alipigwa risasi alikuwa ameenda kutafutia familia kwani ana mtoto mchanga wa miezi tu. Nilikuwa napita tu, nimestukia tu mimi mguu yangu ni baridi. Naona nilikuwa natoka job yangu, nufanya job ya gabe. Sawa, mimi nimestukia tu mguu yangu kujaribu kukimbia, nimestukia sina nguvu, naangalia damu kwa miguu. Mara tu Nixon Ombogo anakimbizwa pia katika hospitali hii kupata huduma ya kwanza. Yeye ana jeraha la kupigwa risasi ya shingo akiwa amejifungia ndani ya chumba anachokifanyia kazi, akidhani amejificha na kuondokea balaa. So mimi nikiwa kwa simu, nikiwa nimekaa kwa kiti nikasikia kuna kitu inaingia kwa mkono hapa, nikasikia ni kama akili imepotea kidogo. So nikaachilia simu, ndio wakafanya kunileta na huku. Hospitali ya Sion imedhibitisha kupokea majeruhi 4 wa risasi, japo wanaendelea salama. We've received 3 casualties from the protests. They are good. They are in good condition. They are stable, though there were issues with bleeding. We've done X-rays that have confirmed that they have bullet wounds. We are referring one for a CT scan and further management. Hata hivyo, wakazi mitaa hii ya Mukuru kwa Njenga na Imara Daima wamelaani tukio hili na kutaka maafisa wa polisi waliofyatulia 4 hao risasi kuchukuliwa hatua za kisheria. Ningeomba serikali, sana rais wetu, whatever you do, remember you also have children. Whatever you do, remember also there's God above. Sababu Mwenyezi Mungu anaona chochote ambacho kinafanyika. Licha ya serikali kuhakikishia wananchi usalama dhabiti, ni kinaya kwamba 4 hawa wamepigwa risasi na hao tu maafisa wa polisi waliokuwa wametegemewa kuwapa ulinzi. Catherine Muraget, KTN.